Umetimia mwaka mmoja tangu aondoke duniani Khadija Shaibu maarufu Dida, ambaye ni mtangazaji nguli kwelikweli wa vipindi vya wanawake, vipindi vya mid morning. Amefanya kwenye media tofauti Times FM, Wasafi, na amekuwa ni moja kati ya kiigizo chema kwenye vipindi vya namna hiyo. Mungu alichukua maisha yake Oktoba 4 mwaka wa 2024 akiwa mtangazaji wa Wasafi FM. Sasa msanii wa muziki D-Voice kupitia ukurasa wake wa Instagram amewagusa watu wengi sana kwa kile ambacho amekiandika kuhusu mtangazaji Dida. Ameandika, kwa mara ya kwanza nafika katika studio za Wasafi FM, ni wewe ndio uliniita na ni kwa mapenzi tu, na ilichangia sana katika safari yangu ya muziki. Sasa imefika mwaka bila uwepo wako, inaumiza, ila Mungu kakupenda sana. Mungu akupumzishe salama, akupe kitabu chako kwa mkono wa kulia. Pumzika salama, malkia wa kipaza. Akaeka emoji ya kumshukuru Mungu. Sasa comment zimekuwa ni nyingi sana za watu mbalimbali kwa hicho ambacho amekiandika D-Voice. Huyu anasema Wasafi alipoteza mtu wa maana kabisa. Mwingine akaandika, da kama utani, mwaka umekata, Allah mfanyie wepesi inshallah. Huyu anasema Allah mpumzishe kwa amani, aiseka jua kuniliza, kila ninapoona picha yake inanifanya nimkumbuke japo hatukuwahi kuwa hata na ukaribu. Mwingine akaandika, amin, Allahumma amin, Allah amjalie kauli thabit. Wengi huko wameweka emoji za kuonyesha kumwombea, wengine wakiweka emoji za ndege, wengine wakiweka emoji za mshumaa, na yote haya ni kumkumbuka Dida kwa kile ambacho pia amekiandika hapa D-Voice. Na yeye D-Voice hawezi kumsahau Dida, kwani yeye ndo alikuwa mtu ambaye wa kwanza kabisa kumuita Wasafi FM, na anasema hiyo ilichangia sana kwenye muziki wake. Una nini cha kuandika kuhusu alikuwa malkia wa kipaza Dida?